ijenge kesho yako. Mtazamaji wa Clouds TV, wakati unaifuatilia Clouds 360, tulikudokeza hapo awali kwamba tutakaporejea tutakuwa na mambo mazuri sana mimi na PJ hapa studio kuhusiana na future ya hifadhi ya jamii. Ni siku nzuri ya kipekee, tumepata ugeni mzito na ugeni mkubwa ambao bila shaka hapo ulipo utakuwa unakufuatilia kwa uzuri kabisa ukitaka kufahamu mengi kuhusiana na masuala mazima ya future ya hifadhi ya jamii. Sasa kivipi na kwa namna gani PJ? Tunaye hapa tayari mkurugenzi mkuu wa NSSF Bwana Masha Mshomba ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza nasi Clouds TV, Clouds 360 na Watanzania ambao wanafuatilia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mimi ni Sofia Kesi, PJ kwa pamoja tuongeza mahojiano haya moja kwa moja uweze kusikia mengi. Mkurugenzi, karibu sana. Karibu sana. Asante sana Sofia. Tunafuraha kuwa na wewe asubuhi ya leo. Tunahisi kubarikiwa kwa sababu tuna mengi tutajifunza kutoka kwako. Asante, mimi nafurahia kuwa hapa. Okay. Mkurugenzi, labda kwa ufupi tuanze uweze kutuelezea hali ya mifuko ya NSSF ilivyo kwa miaka 5 iliyopita mpaka hii leo. Kwa ufupi, tupe picha halisi. Nashukuru. Kwanza niseme mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii yani NSSF ni taasisi ya hifadhi ya jamii ambayo iko mahususi kwa ajili ya kutoa huduma za hifadhi ya jamii kwa sekta binafsi lakini kwa waliojiajiri. Okay. Na iko chini ya sheria ile namba 50 ambayo ilirejewa mwaka 2018. Ya historia ya NSSF ni ndefu, imeanza tangu 64 wakati huo ukiwa mfuko wa akiba ule maarufu kwa jina la National Provident Fund. Ya sasa tuna makubwa ambayo kwa kweli NSSF tumefanya na naomba nijikite katika miaka hii 4 ambapo serikali ya awamu 6 imekuwa madarakani. Okay. Nikianzia ule mwaka 2021 mwezi Machi ule. Thamani ya mfuko huu ulikuwa ni shilingi za Kitanzania trilioni 4.8. Okay. Wakati ule. Lakini mpaka tunavyozungumza sasa mwezi wa 6 mwaka huu 2025 thamani ya mfuko imefikia trilioni 9.9 kwa mujibu wa hesabu ambazo zinaendelea kukaguliwa. Sasa utaona ni zaidi ya 106% ya ukuaji ndani ya miaka 4. Sasa hili sio jambo dogo, hasa kwa kuzingatia kwamba NSSF imekuwepo tangu mwaka 64 kama nilivyosema. Mtu atauliza ni nini haswa kimeweza kuwafikisha huko. Kuna mambo kadhaa ya msingi, lakini moja kubwa ni mazingira wezeshi kwa kweli ambayo yamekuwepo katika kipindi hiki. Tumekuwa na mazingira mazuri ya biashara hapa Tanzania. Wawekezaji wengi wamekuja na hivyo kumekuwa na ongezeko kubwa la makampuni ambako sisi ndio tunakwenda, lakini pia ongezeko la wanachama. Na yote haya kwa kweli anayestahili kupongezwa zaidi ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye haswa ndio chachu ya yote haya kuwa yanawezekana. Ushahidi uko wazi, hata katika sekta ya utalii unaona jinsi ambavyo utalii umeongezeka kwa kasi. Lakini ukiacha hiyo, jambo jingine muhimu ambalo limetusaidia sana kufika hapa tulipo ni huduma zetu. Tumeboresha sana huduma zetu hasa kupitia TEHAMA. Uko nyuma matumizi ya TEHAMA yalikuwepo lakini si kwa kiwango hicho. Na katika mwaka ule ambao rais anaingia madarakani, TEHAMA matumizi yake yalikuwa takriban 48%, chini ya 50%. Lakini hapa sasa tunapozungumza matumizi ya TEHAMA kwa wanachama wetu ni takriban 97%. Na kabla ya nusu mwaka kuisha, kwa maana kabla ya mwisho wa mwezi wa Desemba mwaka huu tutakuwa tumefikia 100% ya zile kazi ambazo tumedhamiria zifanyike kupitia TEHAMA. Na katika hilo tumeona jinsi ambavyo waajiri na wanachama wamepokea kwa mwitikio mkubwa. Sasa hivi wanachama na waajiri wanaweza kujihudumia kupitia TEHAMA katika maofisi yao popote walipo, pengine hata nyumbani. Na ndio maana kwa mfano swala la makusanyo sasa limekuwa sio lazima mtu aende benki ndio atutumie pesa. Anaingia katika mfumo ofisini kwake, nyumbani, wakati mwingine kama ni mtu binafsi waliojiajiri. Na hilo pia limechangia sana katika kutuongezea wanachama, kutuongezea michango, lakini pia limechangia katika kuleta taswira nzuri ya mfuko hasa kwenye swala la malipo claims. Huko nyuma ilikuwa ni shida sana, watu wanataabika, lakini sasa hasa mtu anayeweza kutumia hizi huduma za TEHAMA anaweza kuloji claims alipo nyumbani kwake na akawa anafuatilia maendeleo mpaka kwenye kulipa. Tumeona hilo likichangia sana katika kuleta taswira chanya ya mfuko na limepunguza kwa kiasi kikubwa mno malalamiko ambayo hata nyinyi hapa na hakika mlikuwa mnayasikia ya malipo kuchelewa. Siku hizi kwa kweli ukiacha
yale ya msingi ambayo yanatokana na kutokuwa na zile takwimu muhimu za kuhusu mwanachama, lakini mwanachama alikamilisha yote hayo analipwa ndani ya siku 30, tofauti hata na siku 60 ambazo ziko kisheria. Nikizungumzia kwa mfano katika mwaka uliopita 24-25, nadhani average claim processing ya siku za malipo yale ilikuwa siku 21, ambazo ni kidogo ukilinganisha na ilivyokuwa huko nyuma, na ikilinganisha na miongozo yetu. Kama nilivyosema, kwa mujibu wa miongozo tunawajibika kumlipa mtu ndani ya siku 60, lakini huko sio tuendako. Tunataka mbele mtu akistaafu leo, kesho analipa, kwa sababu tuna kila kitu, tuna mifumo, tutakuwa na rekodi zao. Sasa ni sababu gani itafanya tusiwalipe kesho baada ya kustaafu leo? Huko ndo tuendako, na chini ya uongozi bora tulionao sisi katika level ya nchi, tunaamini kabisa hilo linawezekana. Asante. Mkurugenzi, labda tunaweza tukayaainisha mafanikio makubwa ambayo mmeweza kuyapata katika kipindi hiki ambacho umeweza kusema, na katika pengine miradi ya kimkakati ambayo moja kwa moja inaenda kugusa jamii na mambo mengineyo. Asante sana. Mafanikio makubwa, kwanza moja ni hilo la ukuaji. Tumetoka asilimia, kwa mfano tumetoka ukuaji au thamani ya shilingi 4.8 mwaka 21 mpaka 9.9 mwaka huu, zaidi ya asilimia 106. Kwa hiyo tunaona hilo ni fanikio moja kubwa sana. Lakini jingine ni matumizi ya TEHAMA na uboreshaji wa huduma. Tumeweza kutumia TEHAMA na tumeboresha huduma kwa kiwango kikubwa. Kama ninavyosema, sasa kwa kweli tunalipa wanachama wetu wengi ndani ya siku ambazo tumejipangia 30, tofauti hata na siku 60 ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Lakini jingine kubwa sana ni uboreshaji wa mafao yenyewe, na ndio lengo haswa la sisi wana NCCF na taasisi zote za hifadhi ya jamii. Ni mashuhuda yenyewe, hivi karibuni tumeongeza pia kima cha chini cha pensheni. Kwa muda mrefu sana kilikuwa 100,000, lakini sasa kimeongezwa 1,500,000. Na Mheshimiwa Rais amekuwa makini sana katika hilo, anasema hiyo haitoshi, tuangalie kwa kadiri ambavyo kama tunafanya vizuri, kwa nini tusiongeze zaidi? Kwa hiyo ni jambo ambalo tumefanya na tutaendelea kulifanya katika kuboresha mafao ya wafanyakazi. Lakini jingine kubwa na ambalo nadhani wengi hawalijui mpaka sasa hivi, huko nyuma tumekuwa na malalamiko ya watu wakifikia ule umri wa miaka 60 anatoka katika mfuko, anashindwa kupata pension, na analipwa tu ile lump sum kwa sababu haqualify kulipwa pension. Unajua, ili uqualify kulipwa malipo ya pension utakuwa umechangia kwa kipindi cha angalau miezi 180, miaka 15. Hiyo ndio inakupa wewe qualification ya kulipa ile fungu kubwa gratuity, lakini pia unaendelea kulipwa pension. Sasa kabla hujafikia hapo unalipwa tu fungu kubwa, alafu inakuwa ndio mwisho. Sasa ile ni changamoto kwa sababu binadamu tuna mahitaji ya kila siku kadri ambavyo tunaishi sisi na familia zetu. Sasa tukaliona hilo ni tatizo kubwa, na chini ya serikali sikivu ambayo tunao sasa, tuliwasilisha ombi la kutaka sort out hiyo, kwa maana ya kuongeza umri wa kumruhusu mtu kuchangia. Na hapa naomba nieleweke kwamba si tumeongeza umri wa kustaafu. Umri wa kustaafu kwa mujibu wa sheria uko pale pale miaka 60, na kwa hiari miaka 55. Lakini sasa tumeongeza umri wa kustaafu kwa kwamba mwanachama au mwajiri au wote kwa pamoja wakiomba kwamba bwana, mimi pamoja na kwamba nimefikia umri wa miaka 60 lakini ningependa kuendelea kuchangia. Sasa sheria inamruhusu mtu huyo mpaka anapofika miaka 70. Kwa hiyo na wengi tayari wamekwisha anza kutekeleza utaratibu ule, wale ambao walikuwa hawajafikia ile minimum qualifying period, kiwango cha chini ya kulipa pension. Sasa na wamekuwa positive, wanafurahia. Na hilo ndio lengo la hifadhi ya jamii haswa, kwa sababu sisi tunataka kulinda maisha ya mtu mwanachama wetu sasa na baadaye. Huwezi kulinda maisha ya mwanachama baadaye endapo tu hata staff unamlipa lump sum inakuwa ndio mwisho. Tunataka kumlipa kila anapokuwa hapa duniani mpaka mwisho wa maisha yake. Na pengine sio kwake tu, lakini hata kwa familia yake. Lakini pengine kubwa zaidi, maana umeniambia nielezee kuhusu mafanikio. Kubwa zaidi ni jinsi ambavyo sasa tumeboresha ule mpango wetu wa uchangiaji wa hiari, na ambao unakava wananchi wengi zaidi. Kumbuka tulioko katika sekta rasmi kwa maana ya binafsi na umma sio wengi. Wengi wako katika waliojiajiri. Kwa takwimu ambazo NBS wanazo takriban milioni 23. Japo wanaweza kuchangia ni takriban kati ya milioni 6 mpaka 7. Sasa tumeboresha utaratibu huu wa uchangiaji wa hiari ili kundi kubwa la wananchi tuweze kuliingiza katika hifadhi ya jamii. Huko nyuma utaratibu ulikuwepo, lakini ulikuwa sio kivutio. Kwanza kwa maana nyingi tu, ule uchangiaji ambao tulikuwa tunataka wachangie ulikuwa ni sawa na huu wa lazima.
wa kila mwezi. Sasa kwa mtu aliyejiajiri hapati kipato kila mwezi, wakati mwingine anapata kwa msimu, baada ya miezi 6, baada ya miezi kadhaa. Kwa hiyo anashindwa kuchangia. Sasa hilo lilionekana na tukaomba kubadilisha utaratibu na ikakubalika. Sasa wachangiaji katika utaratibu wa uchangiaji wa hiari anaweza kuchangia kwa siku akitaka mwenyewe, kwa siku, kwa mwezi, baada ya wiki, hata akichangia in advance kwa miezi 12 mbele, au pengine akuchangia huko nyuma na ulisio kuchangia miezi 12 back bila tatizo lolote. Kwa hiyo imeleta flexibility. Kwa kweli imeleta flexibility kubwa katika uchangiaji, na wote wanasema kwa utaratibu huu tunaweza kuchangia. Kumbuka ili mtu aweze kuenjoy mafao haya yaliyoko katika utaratibu huu, anataka tu achangie kiasi cha chini 30,000. Au kama anataka na wale wategemezi wake wafaidike, basi anachangia 52,200. Maana kwamba ni spouse, mke au mume na watoto 4. Sasa hilo ni moja. Tumeweka flexibility katika namna ya uchangiaji. Tunapokea uchangiaji kwa kadiri ambavyo mtu anapata kipato chake. Hilo moja. Lakini la pili, tumeboresha mafao. Huko nyuma mafao ya wengi hawa yalikuwa ni yale ya muda mfupi. Sasa hiyo na yenyewe ikawa ni tatizo, kwa sababu kwanza unaleta tofauti kati ya walioajiriwa katika sekta rasmi na hao waliojiajiri, na ambao ndio wengi, na ambao ndio nguvu kazi ya kitaifa, na ambao kwa kiasi kubwa wanachangia sana katika maendeleo ya taifa. Sasa hilo lilionekana na uongozi wa nchi ambao tuko nao sasa. Kwa hiyo likarekebishwa, na sasa mafao ambayo yako katika uchangiaji huu wa hiari yanalingana kabisa na mafao ambayo yako kwenye uchangiaji wa lazima. Kwa maana kwamba mtu akistaafu sio tu lazima kwa uzee, kutoka nje ya kazi, aidha kwa ulemavu ambao huhusiana na kazi, tuko pale tunakukava. Lakini kwa bahati mbaya mimi kama breadwinner nikifariki, familia yangu inapata pension. Kwa hiyo ile habari ya mtu kwamba mimi nikifariki watoto wangu ndio mwisho wa shule, kwa sababu watapata huduma hiyo kupitia utaratibu wa uchangiaji wa. Lakini pia mafao ya muda mfupi na yenyewe tumeyaweka kama yaliyoko kwenye uchangiaji wa lazima. Matibabu ndio ajenda ya siku, tunazungumzia bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote ni matibabu. Sasa na sisi tumeliona hilo, na ndio maana moja package yetu ni hiyo, na tutachangia sio tu kwa kuweka mfuko wetu uwe vizuri, lakini pia kuachieve ile ajenda nzima ya bima ya afya kwa wote kama ambavyo lengo la serikali lipo. Lakini kuna mafao pia ya uzazi kina mama. Tunawapa mafao ya uzazi na ambayo huko nyuma yalikuwa sio kwa kiwango ambacho kipo sasa. Lakini pia tunatoa fursa hata kwa mtu anataka akipata emergency basi kupata sehemu ya michango yake. Pia na yenyewe katika uchangiaji wa hiari imeruhusiwa. Sasa kwa kweli kuna kila sababu ya kufanya jambo hili lionekane nzuri, na sisi tumeona baada tu ya kuleta mageuzi hayo ambayo kama ninavyosema yako chini ya guidance ya serikali ya awamu ya 6, tumeona jinsi ambavyo mwitikio sasa wa Tanzania upo. Mimi wanawaambia watumishi wenzangu pale sasa kwamba kazi tulionao sasa ni kuleta tu ile awareness, mwamko, watu wajue kwamba jambo hili ni zuri. Jambo hili ni zuri kwa sababu linakulinda wewe unapokuwa unaweza kufanya kazi whether umeajiriwa au hujaajiriwa, lakini pia nje ya kazi. Na pengine hiyo ndio muhimu zaidi. Kweli kabisa. Ni mara ngapi PJ au Sofia umeona watu ambao tena wakati mwingine maarufu anaugua pesa za matibabu hana, anaomba. Hiyo itakuwa ni historia kwa mtu ambaye anachangia kwenye mpango wetu wa hifadhi skimu wa hiari, kwa sababu anapougua anakuwa covered na mfuko. Na pengine matibabu yale yasipopatikana hapa nchini, kuna utaratibu mzuri wa kumpeleka nje ya nchi. Japo siku hizi pia nipongeze serikali kwa sababu matibabu mengi yako hapa nchini. Kwa hiyo jambo hili la uchangiaji wa hiari Sofia na PJ ni wahakikishia Watanzania kwamba ni zuri na litaweza, ndio njia pekee kwa kweli ya kuondoa umaskini kwa Tanzania. Kama ambavyo tunaona katika malengo ya dunia, swala la kuondoa umaskini, vehicle moja muhimu sana ambayo kila nchi imesisitizwa itekeleze ni kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanaweza kuchangia, wanakuwa covered chini ya hifadhi skimu. Wale wasioweza kuchangia wataendelea kusaidiwa na serikali chini ya mipango, kwa mfano kama TASAF. Wengi hawajui kwa mfano PJ kwamba TASAF nayo ni sehemu ya hifadhi ya jamii. Ni sehemu ya hifadhi ya jamii kwa wale ambao hawawezi kuchangia. Na mambo mengine mengi ambayo serikali inafanya katika matukio kama ya majanga, kuwahudumia, kuwapelekea misaada mbalimbali, maji, chakula, shule. Yote hayo ni sehemu ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo jambo la hifadhi ya jamii ndio kwa kweli njia reliable ambayo itatuondolea umaskini
kwa wananchi wote, sio mmoja mmoja, kwa wananchi wote, na litatufanya tupige hatua kubwa katika kuinua umaskini, kuinua uchumi wetu. Yeah. Kiukweli mimi naongea kutoka yani kwenye vyumba vya ndani vya moyo wangu. Kwenye issue ya matibabu nimeipenda sana. Asante sana. Unajua hivi vitu mimi tunachangia tu, lakini benefits hizi za kusubiri mpaka ustaafu kidogo zilikuwa zinawakwaza wengi. Lakini sasa kama mtu unaweza kuna mpaka malipo ya dharura, kupata dharura, lakini issue ya matibabu sisi mili yetu binadamu bwana sio sawa na kompyuta bwana. Anytime tumekaa tu tunaweza kushangaa mimi nimedondoka hapa ikawa shida, tunaanza kumtafuta dada dharura hivi tuchangie 200,000 sio vitu gani, vitu kama hivyo. Kuna katika kila mafanikio ndio kuna changamoto zake, na si ajabu changamoto zile baada ya kuzichakata ndio mafanikio yao tunayozungumza. Kabisa. Sasa mkurugenzi mkuu, pengine mafanikio sawa tumeyasikia, ndio hebu tujue pengine tulikuwa tunakwama wapi, changamoto kubwa kabisa ambazo kwa zinafanya pengine kusuasua na hivyo, kwa sababu umetaja figures hapa za tangu mwaka 2021 mpaka leo hii, ile increment unashangaa hii imekuaje, lakini umezungumza kwa nini imekuwa hivyo. Changamoto kubwa hasa zilikuwa ni zipi ndani ya kipindi cha miaka minne? Asante sana. Moja, kwanza kama nilivyosema, katika changamoto kubwa kwenye uchangiaji wa hiari ilikuwa ni mfumo uliokuwepo ulikuwa sio rafiki kwa wachangiaji wenyewe. Hiyo ilikuwa ni moja ya changamoto, na tumeitatua sasa kwa kuweka mfumo rahisi kwa wachangiaji katika mfumo huu wa uchangiaji ambao sio wa hiari. Ndio maana sasa mtu anaweza kuchangia kwa kadiri ambavyo yeye mwenyewe anaweza, kwa siku, kwa wiki, kwa miezi 6, kwa mwaka, miezi 12 mbele, miezi 12 nyuma. Hiyo imesaidia sana katika lakini changamoto nyingine ilikuwa ni hiyo ya kile ambacho kinaonekana kama kubagua watu waliojiajiri na walioajiriwa, kwamba hawa wanaonekana kama wamependelewa zaidi, hawa wengine wako nyuma. Sasa hilo tumelitoa. Sasa hivi tunachosema ni kwamba mafao yako sawa kwa wale waliojiajiri na wale walioajiriwa. Changamoto kubwa sana ambayo tumeitoa. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa changamoto na hiyo ni hasa katika ile sekta binafsi, swala la uchangiaji. Waajiri wengi na mimi wanasema ni kwa sababu tu ya kutokujua umuhimu wa hifadhi ya jamii. Waajiri wengi walikuwa na tukwaza katika uchangiaji, walikuwa wachangii kwa wakati. Kwa hiyo mara nyingi unakuta watumishi wanafikia muda wa kustaafu michango yao haijaja. Sasa hiyo inatukwaza kwa sababu pia unalipa mtu ambaye hujapokea michango. Sasa hilo lina athari kubwa kwa mfuko wenyewe, kwa sababu ukiendelea kufanya hivyo mfuko utakuwa sio endelevu baada ya muda. Unalipa kwa kitu ambacho hujapokea. Lengo la mifuko hii ya fedha ya jamii PJ ni kupokea michango, kuiwekeza, tena kuiwekeza vizuri katika sehemu ambazo zinatoa kipato kizuri, ili basi michango yenyewe pamoja na kipato kiwe sufficient, kitosheleze mafao. Kumbuka PJ, na mimi niweke msisitizo hapo. Tunalipa mafao ambayo yanazidi kwa kimbali ukilinganisha na michango ya jumla ambayo mwanachama amechangia. Mwanachama hapa anachangia 20%, 10 ya mwajiri, 10 ya mwajiriwa. Ukijumlisha ile ukalinganisha na tunachotoa kwa maana ya formula, maana tunalipa kwa formula, ni kikubwa mno. Sasa hiyo difference, hiyo gap kati ya uchangiaji na tunacholipa tutaitoa wapi? Lazima tupokee michango na tuiwekeze katika maeneo sahihi. Ukiona changamoto katika uwekezaji katika maeneo ambayo sio sahihi, kwa mfano, utapata shida. Na ndio maana wakati mwingine unasikia hizo wakati mwingine taasisi hizi zinakuwa na changamoto hizo za ulipaji kutokana na challenges of course. Yote hayo ni kwa sababu ya matatizo ambayo tunapata kuanzia katika michango yenyewe, lakini pia katika mambo ya uwekezaji. Yote hayo tumeyatatua. Lakini kingine kwa maana ya changamoto ni huduma. Zilikuwa sio kwa kiwango ambacho tunatarajia. Ndio. Na kwa maana ya huduma bora. Nimeeleza hapa PJ kwamba mwanzoni hata matumizi ya TEHAMA ilikuwa kidogo chini ya 50%, lakini sasa shughuli zetu nyingi ziko kupitia TEHAMA. Hiyo imeturahisishia sana. Na uwezo kuamini waajiri hawa ambao walikuwa wanatutambua kuleta michango, wengi sasa hivi wanachangia kutoka ofisini kwao na wanafurahia sana. Kwa hiyo ile compliance ya sheria inakuwa unaiona kabisa sasa inaanza kuwa kwa hiari kwa kiasi kubwa. Na ndio lengo la sheria. Lengo la sheria sio kupeleka waajiri hao wanachama mahakamani. Hapana. Lengo la sheria waielewa husika waweze kucomply kwa hiari. Na sisi tunaliona hilo kupitia huduma zetu za TEHAMA. Hakuna usumbufu, hakuna usumbufu. Lakini kizuri zaidi ambacho tumekitatua kwa maana ya changamoto iliyokuwepo huko nyuma ni ule muda mrefu wa kulipa. Wakati fulani mtu alikuwa anakaa miezi 6 hajalipwa kwa sababu tu ya michakato hii ambayo ilikuwa inaendelea, na wakati mwingine ilionekana kama haishi. Sasa yote hiyo inakuwa ni historia ya kutumia TEHAMA, kwa sababu tuna rekodi za mtumishi zote, tuna rekodi za kazi aliyofanya. Sasa kwa nini tusilipe? Na kama tumepokea michango, hatuna sababu ya kushindwa. Umesikia hata watu fulani bungeni wakizungumzia kuhusiana na
hivi ni kwa nini wakati mtu anastaafu tuanze kuulizia rekodi zake za miaka mingi iliyopita, wakati huyu mtu amekuwa akituchangia katika muda wote huu. Mimi nakubaliana na bunge kabisa, na kwamba hilo kupitia utunzaji mzuri wa records ambao unakuwa facilitated na matumizi ya TEHAMA ni kwa jambo la historia. Mtu anakuja pale ametoa taarifa, na kimsingi kama mna rekodi nzuri wenyewe hata kabla hajaja mnatoka mjua kwamba huyu sasa amefikia muda wake wa staff, basi mnamhudumia. Na kama ninavyosema, lengo acho ni kuwatoa hawa mapema. Mtu akistaafu leo atolewe kesho. Lakini changamoto ambayo hata sasa hivi bado ipo ni hii ya uelewa kuhusu hifadhi ya jamii. Hiyo PJ Sofia, nizidi kuomba, na tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetusaidia kueneza elimu hii. Tunaomba kwa kweli hilo liendelee kuwa ni fundisho, somo la kila siku ili wananchi waelewe. Mwananchi akielewa faida hizi ambazo nimezitaja, kwa yeye kuwa mchangiaji aliyejiajiri kwenye hifadhi scheme, hatumtafuti yeye mwenyewe, atatutafuta ili aanze kuchangia. Lakini pia hata kwa yule ambaye ameajiriwa, mwajiri wake asipoleta mchango atatufahamisha, atalalamika, atamfuata yeye na atakwenda kwa vyombo vya sheria. Uchangiaji utakuwepo pale. Kwa hiyo cha muhimu na ni changamoto ambayo sasa hii ni endelevu. Maana hiyo tunasema hatuwezi kusema tumeitatua kwa 100%. Watu bado hawana uelewa. Watu hawaoni umuhimu wa hifadhi ya jamii. Hiyo ninaomba tuendelee kuifanyia kazi kwa maana ya kutoa elimu zaidi na zaidi ili wananchi waweze kuchangia, na sisi katika hifadhi ya jamii tuweze kuwapa huduma kadiri ambavyo wanatarajia na pengine hata kuzidi matarajio yao. Safi sana. Hongereni sana wewe na timu yako. Asante sana. Kuna kitu ambacho umekigusia hapa mkurugenzi mkuu kuhusiana na ile michango, kwamba waajiri wengi walikuwa wanapiga kama janja fulani wapeleki. Lakini naona kabisa pengine mafanikio haya ambayo tunayazungumza ni baba mzazi wa haya mafanikio. TEHAMA. Ndio, ni kweli. TEHAMA. Ni kweli. Access ya mwanachama kwa sasa kwenda kuangalia mwezi uliopita niliingiziwa au ikoje, tukiwa tunaiangazia TEHAMA kwa ujumla wake. Asante sana. Swali zuri hilo, na kwa kweli kwanza niseme kwamba tuna changamoto ya maeneo kadhaa ya nchi bado hayajaweza kufikiwa vizuri na ule mtandao wa TEHAMA. Lakini kwa maeneo ambayo yamefikiwa, access iko almost 100%. Watu wetu wa idara ya TEHAMA wakisaidiana na watumishi wote kwa ujumla wanafanya kazi bega kwa bega masaa 24 kuhakikisha kwamba huduma hizi za TEHAMA ziko masaa 24. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba wale wote ambao wanaweza kupata access kwa mifumo wako happy na wanatuambia kwamba kwa kweli mifumo yetu iko available muda wote. Na hilo ndio lengo letu kuu. Tatizo tu ni haya maeneo ambayo hayajafikiwa na mitandao hii, na hayo na yenyewe tunaendelea kuyafanyia kazi kwa kushirikiana na serikali. Lakini wakati tukielewa kwamba wanaposhindwa kupata access ya mifumo bado wanahitaji huduma, ndio maana pia tumeweka kipaumbele katika kuhakikisha kwamba ofisi zetu zipo nchi nzima na pengine hata katika level za wilaya, na huwa tunafanya survey, ukaguzi, na kuendelea kupata uhakika kwamba wale wote ambao hawana access na huduma zetu za mtandao basi tunaweza kuwafikia physically, either kwa sisi kwenda au wao kuja maofisini, ili hatimaye basi tuweze kuwapa huduma kwa kiwango ambacho hakitofautiana sana hao ambao wana access na mifumo. Kwa hiyo kuna application special kabisa ambayo naweza nikaingia hapa nikaangalia michango yangu au pengine mpaka leo hii hapa mimi wanaita lango la huduma, NSSF portal. Ule ukiingia kuna dirisha la huduma kwa mwanachama, utaingia pale, unaweka namba yako, unapata access na password, na unapata access na mambo yote ambayo unahitaji kuona. Yaani kilichomo unakiona. Kilichomo chote. Na kwa mwajiri akiingia kwenye ile employers portal, yeye sio tu kama anaweza kuona rekodi za wanachama wanaochangia na mwenendo wa uchangiaji, lakini pia anaweza sasa kuchangia moja kwa moja kutoka ofisini kwake electronically. Halazimiki tena kwenda benki. Na hiyo bila kuficha imekuwa ni motivation kubwa sana kwa employers. Kuna kipindi PJ uweze kuamini, nilikuwepo Morogoro, niko chini ya hoteli ambayo nimefikia, akanifuata mwajiri fulani, wewe ndio fulani, nasema bwana, naomba niwashukuru, mambo yenu siku hizi yani mazuri, yani tunaweza, yani hatuna usumbufu wa kwenda sijui benki nini, tunaweza kuchangia, endeleeni bwana, keep it up. Na alikuwa mimi mwenyewe nilikuwa simfahamu kwa kweli, ni jambo ambalo nilifaidika sana. Na nikaona jinsi ambavyo dunia sasa imebadilika. Kuna wakati tunaanza hizi initiative, wengine wanasema unajua bwana, huduma hizi sio rafiki, watu wengine watazima, lakini tofauti na dunia sasa hivi kabisa. Vijana ndio wako katika maofisi na wanataka mambo yaende kasi. Mambo hayawezi kwenda kasi bila mtandao.
Walimu ndio maana nasema hata sisi tunaozeeka tusi wazito katika kuwapa vijana majukumu ili tuende na kasi ambayo inahitajika kabisa. Ila tu chini ya miongozo ambayo inatakiwa itumike. Na katika hili PJ lazima niseme kwamba wakati ambapo tumepata mwitikio mkubwa sana wa ajili kuchangia kupitia mifumo ya TEHAMA, ndio tunaona ongezeko hilo la compliance. Lakini hata kwa wale waajiri ambao walikuwa wachangii kwa muda mrefu, kupitia hii elimu ambayo mnatusaidia kutoa vyombo vya habari, tumeona pia ongezeko la michango. Yaani kwa maana hata ambao wale hawatumii TEHAMA mpaka sasa hivi, ongezeko kubwa la mchango. Na huko nyuma pia sheria yetu ilikuwa sio kali sana kwa wale ambao wasiochangia. Nasema hili kwa sababu nataka nitumie fursa hii kuipongeza sana mahakama, muhimili wa mahakama na hususan jaji mkuu mwenyewe kwa mabadiliko ya kisheria ambayo ameyafanya hivi karibuni. Kuna sheria hii ya mwenendo wanaita wenyewe civil procedure code kama sijakosea. Mwenendo wa makosa wanaita civil procedure code. Wameifanyia marekebisho na katika na kupitia sheria ile waajiri sasa wakipelekwa mahakamani wanatakiwa kwanza wa deposit ya 50% ya kila ambacho nadaiwa kabla kesi yao haijaanza kusikilizwa. Sasa hiyo ni hatua kubwa katika kushughulikia waajiri hao ambao hawachangii. Lakini hiyo ni sisi ni hatua ya mwisho. Unajua kwetu sisi kwenda mahakamani ni hatua ya mwisho. Tunaenda mahakamani kwa mwajiri ambaye kwa kweli amekuwa ni mkaidi sana. Lengo ni kuwa na ile voluntary compliance, na ndio maana kabla tujaenda mahakamani tutakutana nao, tutawekeana utaratibu wa kuchangia ili tusifike huko. Lakini kwa wale ambao inashindikana basi tunapeka. Na ukifika mahakamani sheria ndio hiyo inayosema kwamba imewekewa mkazo imewekewa utaratibu ambao sasa waajiri watatakiwa wa comply kwa kuchangia kwanza 50%, nusu ya deni, na baadaye sasa ndio kuanza kusikilizwa kwa kesi yao. Tunaamini hiyo kwanza itafanya waajiri wasibaki na michango ya ile madeni. Lakini pia hata kwa wale ambao wanapelekwa mahakamani basi tayari mara moja tutaweza kurecover kiasi kikubwa cha michango ambayo tunawadai. Hayo yote yatachangia katika kuboresha utendaji wa mfuko. Kwa hiyo napenda nipongeze sana mahakama na hususan Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa mabadiliko haya sheria aliyoyaleta, na ambayo sasa yatafanya kwa kweli hizi cases ambazo tunazipeleka pale inapobidi kupelekwa basi zinakuwa na matokeo chanya. Safi sana. Mkurugenzi mkuu, pamoja na mabadiliko ya sheria hii ambayo imewekwa sasa, imeongezwa makali, umeona kuna utofauti wowote labda katika kipindi ambacho imebadilishwa, watu wamejitokeza kwa wingi ama bado kuna watu kutokuwa na ile elimu ya kutosha? Sasa mabadiliko kabisa kwa sasa hivi kwa kweli ni kwa sababu mabadiliko ya sheria yamekuja tu Septemba. Regulation government gazette limetoka mwezi wa 9 tarehe 24 Septemba. Hata mwezi haujaisha, lakini tunakokwenda mbele matumaini yetu ni kwamba yataleta sana compliance. Lakini kama niendelee kusisitiza kwamba kwa mwelekeo huu wa compliance ambao umeongezeka kwa kiasi kubwa tunauona, ni matumaini yetu kwamba hata hizo kesi za mahakamani zitakuwa kidogo sana. Kwa sababu tayari watu wameanza kucomply haswa kwa kutumia services zetu hizi ambazo tunatoa kupitia TEHAMA. Naam, sasa tuzungumzie katika ahadi za hivi karibuni za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo amekuwa akizizungumzia mara kwa mara, ni maboresho katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Ni maeneo gani hasa ambayo NSSF inagusa na kupita na mpango huu ambao umekuwa ukizungumzwa mara kwa mara, na jitihada gani ambazo zimeanza pengine kufanyika? Asante sana. Swali zuri hilo, Sofia. Moja ya maboresho makubwa kabisa ni katika huu mpango wa uchangiaji wa hiari ambao huko awali ulikuwa sio rafiki. Tumefanya maboresho kwa kufanye uvutie mafao ambayo tunatoa sasa yanalingana kabisa na mafao ambayo yanatolewa katika uchangiaji wa lazima wa kisheria ule wa sekta binafsi na sekta ya umma. Hiyo ni maboresho makubwa sana. Lakini maboresho mengine makubwa ambayo tumefanya ni ile kufanya wananchi wavutiwe wenyewe na uchangiaji, waweze kuchangia kwa kadiri ambavyo vipato vyao wanavipata. Sio uchangiaji wa kila mwezi, huwa hawawezi wengi. Kwa hiyo ni maboresho makubwa, na tumeona mwitikio, wanafurahi sana wananchi, wasema kweli hii ni serikali ambayo ina dhamira ya dhati ya kuona kwamba wananchi wananyanyuka kimaendeleo na kwamba kila mmoja anaingia katika hifadhi ya jamii. Hiyo ni moja. Lakini ya pili ambayo maboresho makubwa sana katika
sekta ya hifadhi ya jamii ambayo Mheshimiwa Rais amefanya ni hiyo ya kuboresha viwango vyenyewe vya ulipaji. Mimi kwa muda mrefu niko miaka mingi kwenye sekta ya hifadhi ya jamii, kumekuwa na kilio kikubwa sana kwa pension. Hazibadiliki kwa muda mrefu. Lakini unaona sasa tayari tumekwisha anza kuzibadilika. Unajua kutoka kiwango cha chini cha 100,000 kwenda 1,500,000 sio badiliko dogo hilo. 50%. Na bado Mheshimiwa Rais amesisitiza kwamba hiyo isiwe mwisho. Bado muangalie kwa vile mnafanya vizuri, muangalie namna ya jinsi ambavyo mnaweza kuinua hiyo minimum pension. Kwa hiyo sisi tunafanya tathmini na tutaendelea kufanya hivyo katika siku zijazo. Lakini yote haya yanafanyika kwa sababu ya kuwajali wananchi, kuwajali pensioners ambao huko nyuma wamelihudumia taifa kwa kiasi kikubwa. Sasa sambamba na upandishaji wa pension ya chini, lakini hata wa pensions wengine ambao wana viwango zaidi ya pensions za chini, wenyewe viwango vyao vimepanda kwa kadiri ambavyo wataalamu wale actually wametushauri kati ya 2% mpaka 20%. Kwa hiyo ni mabadiliko, ongezeko la mafao ambalo wengi wamelifurahia. Lakini mnafahamu habari ya kikokotoo ambayo huko nyuma ilikuwa na mjadala mkubwa. Wakati fulani kulikuwa na kikokotoo cha 25% na kusema kweli NSSF tumekuwa nacho sana hicho. Lakini kwa jinsi ambavyo serikali iko sikivu, tuliagizwa tulifanyia kazi na lenyewe limefanywa kazi. Kwa hiyo utakuta sasa hivi kikokotoo cha 25% kishasauliwa. Sasa kilitoka 25 kikaenda 33, lakini sasa kiko 35. Kwa hiyo kikokotoo cha sasa ni 35% kwa wanachama wa NSSF. Na hiyo yote inaonyesha tu ni jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Rais anajali kwa kweli wananchi wake. Na ukiacha hilo, jingine kubwa ambalo limekuja katika sekta ya hifadhi ya jamii ni maboresho sasa ya huduma kwa ujumla. Tumeshuhudia, mimi mwenyewe katika historia ya utumishi wangu katika mifuko hii, nimeshuhudia malalamiko ya wateja yakipungua kwa kiasi kubwa. Na pale wanapolalamika kunakuwa na sababu za msingi. Lakini sio kwa uzembe tu. Maana wakati mwingine unaweza mtu analalamika unakuta mna application yake hapo umekaa nayo miezi bila sababu za msingi. Siku hizi hiyo ni historia. Mtu amelalamika kuna sababu za msingi. Kwa hiyo wote tunaweza kuwalipa ndani ya kipindi ambacho kipo kwa mujibu wa sheria. Sheria inasema siku 60, lakini kama nilivyosema sisi sasa tunaweza kulipa chini ya siku 30 na huko mbeleni na kucomply na Vision 2050. Maana pia tutakwenda mbele. Lengo ni kumlipa mtu akinapostaafu leo kumlipa kesho. Na mkurugenzi mkuu, mimi pija na swali lake moja hapa nataka muuliza. Natamani kufahamu future ya NSSF ya mfuko huu kwa miaka tuseme 10, 5, 50 mpaka 100 ijayo. Tunaitazama vipi? Tunaiweka katika taswira gani? Asante sana. Na swali zuri. Tunataka kweli NSSF iwe moja ya taasisi ambazo zina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi hii, kiuchumi na kijamii. Na hiyo tutaifanya kuhakikisha kwamba tumefikia kundi kubwa la hifadhi ya jamii na ambalo la watu ambao wanahitajika kuchangia hifadhi ya jamii na ambao waliojiajiri kama nilivyosema mwanzoni. Kwa hilo ndio lengo kubwa sana. Na tumejiwekea mikakati na tunaendelea kujiwekea mikakati na sasa tukialign requirements za Vision 2050 ili basi hawa waliojiajiri waweze kuwa covered. Tukifikia hilo Sofia, ni historia kwa sababu maisha ya Tanzania, swala la umaskini kwanza litakuwa ni hadithi. Kikweli sio ya maneno tu. Ni kikweli na sio tu mtu alipokuwa kazini kwa maana kwamba yeye kufanya kazi au kuajiriwa, lakini hata baada ya hapo. Ile hadithi za watu kuomba pesa itakuwa ni mwisho. Hiyo tu litakuwa limeandika historia kubwa katika nchi yetu na hata kwa uongozi wenyewe ambao ndio haswa kini cha yote haya ambayo tumeyafanya. Lakini kwa upande wa huduma tunataka tuendelee sana kuwa kioo na kujenga taswira nzuri ya NSSF. Na ndio maana tunasisitiza sana, tunataka kweli mtu akistaafu leo alipwe kesho. Hiyo ndio dhamira yetu. Na wakati tukifanya hayo tunataka watumishi wa NSSF wawe ni taswira kioo cha utumishi uliotukuka wenye kujali wateja na ambao kwa kweli wanajitambua wenyewe kama watumishi wa umma na kwamba kwao siku zote mteja ni namba moja. Hayo ndio ambayo tunataka tuyaone katika miaka 5, 10 na mpaka mwisho wa dira hii ambayo tunayo sasa. Safi sana. Sasa twende kwenye uchumi wa taasisi. Ndio. Nilikuwa najaribu kufikiria kwamba mtu anachangia pale NSSF kwamba pesa zake ziko pale. Ndio. Na ina maana kwamba NSSF yenyewe pia lazima igenerate
ile pesa ambazo ziko pale sio kama zinakaa tu, yani kama sasa kama zinakaa tu sasa, si bora tu ziweke kwenye mto au chini ya box ufiche uvunguni. Ni miradi ipi ambayo inatekelezwa na NSSF kuhakikisha kwamba sasa huu mfuko unakuwa sustainable, unaweza ukajiendesha, na pengine sasa nijue kwa hapo, kwa sababu unajua kama mtu anaweka pesa zake kule inakuwa ni kama financial institution. Kuna interest yoyote ya kinachozalishwa na taasisi pengine pia kinakwenda kwa mwanachama, au ndio hizo benefits ambazo tumezungumza peke yake? Ni kweli. Swali zuri hilo pia. Kwanza ni kuhakikisha kwamba NSSF kama ilivyo mifuko mingine ya hifadhi ya jamii ni financial institution, typical financial institution kabisa. Na kwamba wakati ikiendelea kazi zake tunatambua kwamba michango ambayo tunapokea ni midogo sana ukilinganisha na yale mafao ambayo tunakuja kulipa mwisho. Sasa hilo gap hilo lazima linakuwa covered kupitia uwekezaji. Sasa kwa kutambua umuhimu wa uwekezaji na kwa maana kwamba sasa hili ni swala la nchi, maisha ya watu haya, lazima ulenge katika maeneo ambayo utaleta viwango ambavyo tunategemea. Kuna miongozo ya uwekezaji ambayo Benki ya Tanzania inatoa. Benki Kuu ya Tanzania kwa ushirikiano na ofisi ya Waziri Mkuu kuna kitengo pale cha masuala ya hifadhi ya jamii. Wale ndio wanatoa miongozo. Kwa hiyo uwekezaji wetu unafanyika kwa kuzingatia miongozo ile. Kuna maeneo mbalimbali ya uwekezaji, kwa mfano tunaweza kuwekeza katika hati miliki, majengo haya ambayo tunapangisha na tunafanya shughuli nyingine ambazo zinatupa kipato. Lakini pia tunaweza kuwekeza katika hizi wanasema government securities, bonds na nini, bonds na vitu vingine, zamana za serikali zile. Lakini pia maeneo mengine ya kuwekeza ni kama tuna kwenye mabenki ya biashara ambako tunapatana nao na tunawekeza fedha zetu kule, mwisho wa siku wao wanaturudishia fedha zetu pamoja na interest. Lakini pia kwa mujibu wa miongozo tunaweza kuwekeza katika miundombinu mingi tu including ya usafirishaji. Ndio maana unakuta tuna daraja la Nyerere pale na Kigamboni pale na maeneo mengine ya infrastructure. Yote hiyo tuko allowed ndani ya framework ya miongozo ya Benki Kuu ya Tanzania kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu. Sasa kwa kuzingatia mwongozo huo, maeneo ambayo sisi NSSF tumewekeza sasa, moja ni hizo zamana za serikali, na nilitaja hapo nyuma kwamba thamani ya mfuko wetu sasa Juni ilikuwa 9.9. Na katika hizo trilioni, katika hizo zaidi ya trilioni 8.4 yote ile imewekezwa. Kinachobaki hapo ni asset nyingine, kwa mfano magari na vitu vingine ambavyo vina facilitate utendaji wa mfuko. Sasa zimewekezwa katika maeneo gani? Moja ni hiyo dhamana za serikali, na tunajua kwa mfano sasa hivi dhamana za serikali zinatoa riba ya kutosha kubwa. Kwa hiyo takriban 47% ya mawekezo yetu sasa yako katika dhamana za serikali. Lakini from muda mmoja kwenda mwingine huwa tunafanya assessment na kuona yale maeneo ambayo yatatupa riba zaidi ya mengine ndio tunafanya kazi. Lakini pia tunawekeza katika majengo. Tuna jengo la Benjamin Mkapa ambalo ndio makao makuu yetu pale. Ni jengo la NSSF lile. Lakini tuna majengo mengine kadhaa hapa Dar es Salaam na katika mikoa. Lakini kuna majengo mengine ambayo tunaendelea nayo na ambayo majengo hasa yale ya zamani tunatarajia kuyakamilisha mwaka ujao wa fedha. Huko nyuma nilikuwa naeleza kuhusu changamoto, na changamoto nyingine moja ambayo tunaweza kusema tulikuwa nayo ni ile ya miradi hii majengo haya kuchukua muda mrefu kukamilika. Tuna majengo yetu kwa mfano ya hoteli ya Mwanza na Dar es Salaam, hoteli pale Mzizima, yamechukua muda mrefu kukamilika, lakini kwa sababu ambazo zilikuwa zinaeleweka. Na sasa changamoto zile zimetatuliwa na expect kwamba mwaka ujao 2026 yote haya yatafunguliwa. Lakini pia kama sehemu ya uwekezaji katika majengo, pia tunaangalia fursa nyingine. Kwa mfano Dodoma ni makao makuu pale, na penyewe mwaka huu wa fedha naanza kujenga pale jengo kubwa la ofisi na upangishaji. Lakini pia tutaweka hoteli pale. Dodoma hakuna hoteli kubwa mpaka sasa hivi. Tunatarajia kuweka pale hoteli ya kisasa na ambayo ndani ya miaka 3 tangu mwaka huu tutakuwa tumekamilisha ujenzi wake. Kwa kifupi, hayo ni maeneo ambayo tunawekeza katika kwa maana ya majengo. Lakini katika miundombinu uwekezaji maarufu sana tulionao ni huu wa daraja la Kigamboni. Ni wa NSSF ule ambao ulifanyika kwa mashirikiano ya serikali. Lakini pia katika kutimiza
yale ambayo tunaelekezwa na ilani ya chama tawala. Maana pamoja na miongozo hii ambayo tunajiwekea ya kwetu ya ndani, lakini pia tuna miongozo ya nje ikiwa ni pamoja na hiyo ya BOT kama nilivyosema, lakini kuna lazima tufanye kazi kwa mujibu wa ilani ambayo inafuatwa na chama tawala. Tuna maeneo ya uwekezaji kwa mfano katika viwanda. Tuna kiwanda chetu cha sukari cha Mkulazi ambacho tumeshirikiana na magereza. Tuna asilimia 96, wenzetu wana asilimia 4 pale magereza. Sasa yote hayo tumeyafanya na yana manufaa makubwa, ikiwa ni pamoja na kuleta ajira. Kuna ajira nyingi sana tumecreate pale Mkulazi. Lakini pia ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo katika kipengele kimojawapo kinatuelekeza kwamba tuwekeze ibara ya 130 aya C, mnakumbuka vizuri, inatuelekeza mambo kadhaa ya kufanya, ikiwa ni pamoja na kuwekeza katika maeneo ambayo yatacreate ajira na hususan maeneo ya viwanda na kilimo. Sasa katika kutekeleza hilo, sisi earmark moja hapo ya maeneo ni kuwekeza katika viwanda na hususan kiwanda hicho cha sukari. Katika miaka inayokuja pia ni malengo yetu kuhakikisha kwamba tunawekeza katika aidha viwanda ambavyo vitakuwa na impact kubwa ya ajira na kukuza uchumi. Na hayo pia yako katika ilani katika dira ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo kwa ufupi hayo ndio maeneo ambayo tumewekeza na yanakwenda vizuri, na ndio maana sasa tunaweza kutimiza yale majukumu yetu ya msingi ya kulipa mafao kwa hawa ambao wanastaafu. Sasa nimesema hapo mafao yenyewe yanazidi sana michango. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kitu ambacho wanachama wetu wanapaswa kukielewa. Lakini pamoja na mafao haya ambayo tunayalipa katika utaratibu wa kawaida, lakini pia kuna faida nyingine hiyo ya huduma za matibabu ambayo na zenyewe tunazitoa chini ya utaratibu huu wa hifadhi ya jamii, na kwa kutambua kwamba wanachama wetu wameendelea kutuchangia. Dunia inawatambuaje? Kwa nini nataka kukuuliza hili swali, mkurugenzi mkuu? Tumeona kuna mataifa mbalimbali hasa katika ukanda wetu huu ambao unatuzunguka hapa. Kwa mfano tunazungumzia kitu kinaitwa medical tourism. Tumeona hata juzi tu hapa madaktari wetu wamekwenda Komoro kule, wamepokelewa kama mabingwa wa kombe la dunia. NSSF inatazamwa vipi katika sura ya kimataifa? Inatazamwa vipi? Kuna watu ambao pengine wanakuja kujifunza kutoka kwenu, kwa sababu hayo unayozungumza sio madogo. Ni achievement kubwa sana. Ni kweli. Taswira ya NSSF nje ya Tanzania ikoje? Taswira ya NSSF nje ya Tanzania ni nzuri, uweze kuamini. Kwa achievement hizi ambazo tumepata katika maeneo mengi, including uwekezaji, tumepata na tunaendelea kupata watu wa nje wengi wanakuja kujifunza. Nchi mbalimbali zinakuja kujifunza kwetu hapa. Wiki iliyopita tu hapa wenzetu wa Uganda, NSSF Uganda walikuwepo hapa. Wanakuja kujifunza kuhusu uwekezaji ambao tunafanya katika majengo na infrastructure kwa ujumla. Darajani pale na majengo yetu mengine. Wameona, wamepitia hesabu zetu wakaona return tunalopata pengine ni kubwa kuliko kwao kule. Kwa hiyo wanataka kujua ni nini tunafanya. Lakini pia walikuwa na interest ya kutaka kujua jinsi ambavyo tunaweza kushirikiana na serikali katika kuachieve miradi hii. Kwa sababu daraja la Kigamboni pale kama nilivyosema tunifanya lile kwa kushirikiana na serikali. Sasa tumefanikiwa vipi? Nataka kujua na wafurahi. Lakini ukiacha hayo, nchi nyingine mbalimbali zinakuja. Mwaka mmoja na miwili iliyopita wenzetu wa Eswatini, Swaziland wamekuja kujifunza mambo ya hifadhi ya jamii Tanzania. Na walikuwa lengo lao kubwa ilikuwa ni katika kubadilisha mfumo wa pensheni. Wenyewe mwanzoni walikuwa kama sisi tulivyokuepo ile NPF, ile mfuko wa akiba ule. Kwa hiyo mfuko wa akiba wenyewe una ukistaafu au ukitoka nje ya kazi unakulipa fungu lako tap na unaachana na wewe. Sasa kama ni nilivyosema, hilo sio lengo la Social Security. Lengo la Social Security ni kukulinda wewe kwa maisha ya sasa na ya baadaye, maana kwamba katika uhai wao wako wote. Ndio. Na ndio maana siku zote wanaanzia kwenye mifumo hii ya akiba, mwisho wa siku utakuta wana migrate kwenda kwenye pension. Ndicho kitu ambacho sisi NSSF tulifanya mwaka 97. Sheria ya NPF ilibadilishwa, tukawa sasa mfuko wa hifadhi ya jamii ambao tunatoa mafao yote ya muda mrefu na ya muda mfupi. Na niwape pongezi watu wa NSSF na hasa waliokuwepo wakati ule, alikuwa marehemu Mzee Mkula, nadhani mkurugenzi mkuu ndio alikuwa alispearhead mabadiliko yale na timu nzima iliyokuwepo wakati ule, serikali kwa ujumla. Lakini pia baada ya hapo wamekuja viongozi wengine kama Mheshimiwa Balozi Dau, amechangia kwa kiasi kubwa katika kuifikisha NSSF ilipo hapa leo, pamoja na
viongozi waliofuata baadaye. Kwa hiyo watu wa nje wanakuja sana, na hata hivi karibuni nilikuwa naongea na wenzetu, tulikwenda kwenye mkutano wa mambo ya social security Kenya, na tukafanya presentation pale ya mambo haya ambayo tunayafanya kwenye uwekezaji na tehama. Walikuwa interested, nao wanataka kuja tena. Walishakuja huko nyuma miaka 2 iliyopita watu wa Kenya. Na Kenya ilikuwa na yenyewe hiyo iko katika mfumo ule wa akiba. Hii NSSF Kenya wenzetu wanajua sana kuongea, lakini ilikuwa kwenye mfumo wa akiba. Sasa naona wana intention kwenda na wenyewe katika mfumo wa uchangiaji wa pensheni. Walikuja kujifunza, na sasa wanataka, baada ya presentation ile tuliyofanya tulipokwenda juzi Kenya, wanataka tena kuja. Na maeneo yao ni hayo convention, na ambayo tayari sasa wanaweza kuifanya, lakini pia maeneo ya uwekezaji. Unafikiri walikuwa na changamoto kidogo katika namna ya uwekezaji, wanataka kujifunza kutoka kwetu. Kwa hiyo kwa ujumla tu niseme ni nchi nyingi ambazo zingependa kujifunza kutoka kwetu, na nafasi ya kuwafundisha ya kwetu tunaipata wanapokuja, lakini pia tunavyokwenda kwenye mikutano ya kimataifa, ambapo pia watu tunakuwa na nafasi ya kutoa mada, kuulizana maswali na watu kujenga interest ya kuja. Mwaka huu pia tulikuwa na mkutano wa ile taasisi ya hifadhi ya jamii ya Afrika inaitwa ASA, African Social Security Association, tulifanya Arusha. Si kama unakumbuka. Tulifanya wasilisho zetu pale, na mpaka sasa hivi tuna nchi kama 2 ambazo zingependa kuja kujifunza kutoka kwetu. Na wengine wamekuwa na hifadhi ya jamii kwa muda mrefu, lakini walivutiwa na yale ambayo tumeachieve katika miaka michache. Wenzetu wa Ghana na Cote d'Ivoire walionyesha interest ya kuja, na walisema wakiwa tayari basi watatutaarifu. Kwa hiyo nchi ya Tanzania na swala la hifadhi ya jamii lina picha nzuri, kwamba tunafanya vizuri, na sisi kwa kweli lengo letu ni kuendelea kufanya vizuri. Hongereni sana. Asante sana. Mkurugenzi, mimi na swali moja tu la mwisho, dogo la mwisho. Ni kuhusiana na nguvu kazi ya taifa. Tuna vijana wengi ambao sasa hivi wanajiingiza kufanya shughuli mbalimbali. Mimi na PJ pamoja na Samu hapa huwa tunazungumza kuhusiana na future, ambayo tunasema future yako iko katika mikono yako. Na unapoamua kuchagua maendeleo, yani unakuwa tayari umeshachagua zile fursa za kimaendeleo kwa ajili ya kujiendeleza. Na wengi wao tunaona kutoka kanda mbalimbali wanajiingiza katika shughuli mbalimbali za kuweza kujitafutia kipato. Kwa maana kule kanda ya ziwa sasa hivi kuna mambo ya madini, kuna uvuvi wa samaki. Ukija huku kanda ya kaskazini utakuta sijui kuna utalii, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanaendelea, na vijana wajitokeza. Kwa hapa Dar es Salaam pia wapo wengi wanaisha bodaboda, wengine wavuvi, kule kusini pia na mambo mengineyo. Sasa nataka kufahamu kwa mtazamo wako, vijana hawa future yao ikoje na fursa yao katika kuhakikisha kwamba mifuko hii ya hifadhi ya jamii inaendelea kuwepo leo, kesho na hata kizazi kijacho. Yaani wana nafasi gani katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kuikuza kwa pamoja? Swali zuri sana hiyo Sofia. Kwani niwahakikishie kwamba future vijana hawa ni very bright, nikitumia maneno ya Kiingereza. Kwamba wana future nzuri, future yenye kutoa uhakika wa maisha yao ya baadaye. Lakini kikubwa zaidi ambacho ningewashauri wafanye ni kuhakikisha kwamba tunajiunga wote katika utaratibu huu wa uchangiaji katika hifadhi ya jamii kupitia ile skimu ya hifadhi. Kwa sababu kwa kufanya hivyo wataleta mafanikio makubwa, si tu pale ambapo sasa wanaendelea na kazi wakiwa na nguvu za kazi, lakini hata baada ya kutoka kazini. Na wanapokuwa kazini, wao kujiunga na hifadhi scheme inawapa pia benefits nyingine, kwa mfano huduma za afya ambazo bado zitachangia kuimarisha nguvu na afya yao na kufanya wawe na tija zaidi. Kwa hiyo nitoe wito kwa kweli kwa wao kujiunga katika mfumo huu wa hifadhi ya jamii, kwa maana ya hifadhi scheme. Na sisi ndio maeneo hayo ambayo tume-earmark. Nimefurahi umenielezea fursa zilizoko Mwanza na mikoa mingine. Basi huko na sisi tunaelekezea ili tuwafikie na kuzidi kwa kweli kuhakikishia bright future yao, si tu wanapokuwa kazini, lakini hata baada ya kutoka kazini. Asante sana mkurugenzi mkuu. Unasema lako la mwisho, bado langu la mwisho. Ni mengi hatutayamaliza. Bado langu la mwisho. Mkurugenzi mkuu, bado langu la mwisho Mr. Mshomba, ambacho mimi naona pia kwa upande wangu inawezekana kuwa nakizungumza, lakini pia ikawa kinagusa watu wengine. Ndio. Tunazungumzia hii mifuko ya hifadhi ya jamii, lakini tumeona kuna stories ambazo
zilikuwa zinatoka. Mtu kalipwa mafao leo, kapewa milioni 100, alafu wameingia waganga wa kienyeji kwa mfano, wameingia matapeli na vitu kama hivyo. Matokeo yake kapoteza miaka yote 30 au 40 ya utumishi. Kuna dawati lolote pale NSSF ambalo pengine mtu kabla hajachukua mafao yake, mnatoa nafasi pengine ya kumshauri kwamba pesa hii ambayo tunakupa kama lamsam na hii ambayo inabaki kama pension iwekeze kwenye 1, 2, 3. Sijui kama mna huduma hiyo. Hilo ndo langu la mwisho na nafikiri ni la muhimu pia. Ni swali zuri sana PJ, zuri mno. Na sisi tumeliona hilo. Kuna hali kidogo ambayo haifurahishi kwa kweli. Mtu unampa hela na anazitumia baada ya muda mfupi, alafu anakuwa katika maisha ambayo si mazuri na si matarajio yetu. Sasa kwa kulitambua hilo, tuna utaratibu wetu wa kutoa elimu. Hasa kwa hawa ambao wamekaribia kustaafu. Na elimu ile inahusu masuala mazima ya fedha ya jamii, lakini namna ya wao kuwa na maisha bora baada ya kutoka katika utumishi. Aidha ni wa kujiajiri au kuajiriwa. Hilo tumekuwa tukilifanya sana. Lakini pia katika ofisi zetu zote tuna madawati haya kwa ajili ya wateja, na mambo ambayo huwa tunaweka msisitizo sana wakati wateja wanatutembelea ni kuwatahadharisha kuhusu hilo na jinsi ambavyo wanaweza kushirikiana na sisi kujihakikishia maisha bora na matumizi mazuri ya fedha baada ya kustaafu. Lakini pia hiyo haitoshi. Mimi niwaombe hata nyinyi wanahabari na niwapongeze nyinyi kwa kutunga mkono kwa kweli kwa hilo. Nizidi kuomba kwamba tuendelee kushirikiana ili tuzidi kuwapa elimu wa Tanzania katika jambo hilo. Ni tatizo na tungependa, kwa sababu tunataka kweli NSSF ambayo ina mtazamo mzuri, NSSF ambayo kila mmoja ataipenda. Tungependa na hiyo isiwe ni shida katika siku zijazo. Sasa hatuwezi sisi wenyewe tu kulitatua, lakini kwa kushirikiana na nyinyi pia. Kwa hiyo ningeomba na tunaweza kuweka utaratibu maalum wa kuendelea kuelimisha wananchi katika jambo hilo. Ili basi wakistaafu wote waweze kutumia fedha zao vizuri na hatimaye maisha yao na familia zao yaendelee kuwa mazuri. Imekaa vizuri. Sasa PJ, mimi nina moja. Wasema mwisho lakini sio kwa umuhimu, okay, lakini sawa. Moja, mkurugenzi tajisikia vibaya kuondoka hujalizungumzia. Mmeshiriki vipi NSSF katika masuala ya nishati safi? Nishati safi vizuri, nashukuru Sofia. Kwanza niseme swala la nishati safi ni muhimu mno. Hasa kulingana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo sasa yapo. Na ni swala la dunia nzima hii. Ndio maana hivi karibuni uliona viongozi wa dunia yote hapa walikuja Tanzania kuzungumzia masuala ya nishati safi. Sisi tunaliunga mkono hilo na tumekuwa tukishirikiana kwa kweli na vyombo vya habari, na nashukuru sana hata nyinyi na wadau wengine wote kuhakikisha kwamba Watanzania wanatumia nishati safi. Na tunashiriki kwa vitendo. Kwa mfano katika mikoa kadhaa tumekwishaanza kutoa majiko na mitungi ya gesi ambayo kwa wanachama wetu na wadau wengine, na tumeona mwitikio ni mzuri, na hiyo yote tunaamini kabisa itasaidia sana kupunguza matumizi ya kuni na mkaa, jambo ambalo tufanya Watanzania tuendelee kujenga afya bora, lakini tuweze kuprotect nchi yetu kutokana na uharibifu wa mazingira ambao tunaleta sasa. Na ni kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akifanya, na ni lazima tumuunge mkono katika hilo. Asante sana. Tumejipendelea sana. Umesema lako la mwisho, langu la mwisho. Basi nawe lako la mwisho kwa Tanzania. Asante sana. Kwanza ni wasihi waajiri watekeleze sheria hii kwa sababu ni muhimu katika kuhakikisha maisha bora kwa Watanzania wote. Waliojiajiri kwa kweli nisisitize sana. Hifadhi ya jamii ndio inatoa assurance ya maisha yao ya sasa na ya baadaye. Kwa hiyo wote waliojiajiri NSSF iko kwa ajili yao. Tujiunge. Maisha yetu ni rahisi kabisa, uchangiaji ni kiasi kidogo lakini faida ni kubwa. Kwa hiyo ni wasihi sana wajiunge. Watumishi wenzangu, tuendelee kuchapa kazi, na wiki hii ni wiki ya wateja. Customer care. Sasa siku zote mteja ni mfalme. Kwa hiyo tuendelee kuchapa kazi na tuendelee kwa kweli kutimiza matarajio ya wananchi. Na mwisho kabisa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli yote ambayo tumeyafanya haya kwa kiasi kubwa ni kwa ajili yake na uongozi wake. Ameleta mabadiliko makubwa sana katika skimu ya uchangiaji wa hiari kwa nia dhabiti ya kutaka kuboresha maisha ya wananchi, lakini pia mabadiliko katika maeneo mengine ya uchangiaji na hata kupandisha mafao. Na amesisitiza kwamba tuendelee kupandisha mafao. Kwa hiyo namshukuru sana na naahidi kwa niaba ya NSSF kwamba hatutamwangusha. Tutaendelea kumsupport na ili nchi yetu izidi kupiga hatua mbele za kimaendeleo. Asante sana. Shukrani sana. Asante. Nafikisha salamu zetu kwa staff wote wa NSSF. Asante, nashukuru. Mwambie tuko pamoja. Asante, shukrani. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Karibuni NSSF.
Asante sana, tutafika. Hapo ni sehemu muhimu sana. Lazima tufike. Na mtazamaji, basi hiyo ndio future ya mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF ambao tumeweza kuangazia kwa uzuri na kwa urefu. Bila shaka utakuwa umejifunza mambo. Tumekuwa naye hapa tangu mapema tu mkurugenzi mkuu wa mfuko wa NSSF Bwana Masha Mshomba, ama kwa hakika ameeleza mambo mengi mazuri. Kijana, jitambue, anza sasa hivi kufuatilia mfuko huu, wekeza vizuri kwa sababu utakusaidia wewe, kama sio wewe, familia yako na ndugu zako wa karibu. Mimi naitwa Sofia Kesi PJ, hapa tumekuwa pamoja kwa sasa. Twende katika break fupi, lakini sio fupi hivyo hivyo. Tutakuwa naye Hababi Mohamed kutokea kule kanda ya kaskazini mwa Tanzania, Arusha, akiangazia biashara kuboreka katika mipaka ya nchi yetu. Future mkononi, piga kura, ijenge kesho yako.